Nas Media TV, kwa pamoja tunaweza. Kwanza kutokuwepo kwa mfumo jumuishi. Wakati tunaanza hichi kituo tuliambiwa kutakuwa kuna mfumo ambao utakuwa na link, kwa maana mtu ambaye anahitajika kusajili biashara ataenda kusajili, akitoka pale manispaa yupo anampatia leseni, akitoka pale kama anahitajika kwenda ZFDA anaenda, inakuwa ni rahisi kwake. Lakini mpaka sasa hivi tulipata mafunzo ya NOBS, lakini naona pia haikufanya kazi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna huu mfumo ambao jumuishi unaweza kutulinki pamoja. Hilo la kwanza. Changamoto ya pili, nadhani wafanyabiashara wengi hawana taarifa juu ya uwepo wa hichi kituo. Kama sisi manispaa, wafanyabiashara lazima waje ofisini kwetu. Tofauti na wenzetu wanaweza kaomba kibali kupitia online huko, wakarequest wakaja hapa kumaliza kazi. Ila kwa upande wetu lazima wafanyabiashara aje manispaa. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi sana hawajui kama hapa pana kituo ambacho kinatoa huduma. Hapo awali ilikuwa tunategemea kabisa kwamba kuanzishwa kwa kituo hichi iwe ni chachu ya kuweza kuwarahisishia wale customer wetu kuweza kufikia yale matakwa yao kwa wepesi zaidi. Tukitarajia kwamba hapa ni sehemu ambayo iko center, ni nyepesi sana kuweza kufika, lakini kwa changamoto ambayo imetukumba kiukweli hivi sasa hivi, kama tukisema kwamba tumekuja lini hapa, kiukweli tumeondoka, tuseme ukweli. Na changamoto kubwa ilikuja hapa mara tu baada ya kuanzishwa ile one stop center kule. Sisi tuna mfumo ambao tunatumia mfumo. Hatutumii ile kama mtu anakuja direct ninazungumza mtu anaomba kwenye mfumo. Na nakumbuka hapa kulikuwa na mfumo wa NOBS. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nafanikia aliyepo niendelea kufanya kazi, watu wanaomba kwenye mfumo, lakini changamoto iliyopo ndio hiyo kuunganishaji na mwenzangu wa manispaa. Sasa tunaomba kwenye mfumo. Kwa hiyo nashukuru sana, leo tumepata mambo mengi kweli kweli ambayo hatuyajui. Na haya sasa ndio tutayachukua. Unaona, tutayachukua katika kuyafanyia kazi. Maazimio ya kikao chetu, labda niasome tu maazimio kwamba kwanza kuimarisha miundombinu ya kituo. Kwa hiyo tunaazimia tutaimarisha miundombinu ya kituo. Miundombinu ya kituo ni nini? Miundombinu ya kituo manake tutafanya ukarabati, lakini tutafanya installation baadhi ya network na vitu vingine, waya zile kuweka vizuri, lakini vile vile vifaa tutaingiza hapa. Kuna wengine hawana kompyuta pale, kuna wengine printer hawana na kadhalika. Kwa hiyo hili la miundombinu ya kituo manake tunalihusisha na ukarabati na vifaa na installation ya mambo mengine, network na vitu vingine. Lakini maazimio namba 2, kuanzisha mfumo. Unaona, mfumo kuweza kuintegrate zile mamlaka ambazo zitakuwa zinatoa huduma kwenye kituo. Sasa tutaangalia mfumo wa NOBS ili tutafuatilia tuweze kujua umeganda wapi. Kama tukiona hakuna solution kwenye NOBS, tutatafuta alternative mfumo wa kuweza kuja kutatua. Kwa tunaondoka na vitu viwili. Moja, azimio la kwanza, tutafuatilia NOBS kimekwama nini ili tuweze kukwamua mambo yaende. Yameshindikana, tutakuja na idea mpya ya alternative system. Kuanzisha mfumo mpya wa kuweza simple tu wa kuweza Kwa hiyo nafikiri azimio namba 2 liko hivyo. Azimio namba 3, tunaazimia kufanya vikao vya mara kwa mara. Nilisema kwamba hii tutafanya vikao viwili kwa mwaka, lakini sasa hii inategemea na funds tutakazopata. Kama ufadhili tume ya mipango tutapata pesa za kutosha, basi tutafanya kila kota. Maana kwa mwaka tutafanya vikao 4. Na hilo ndio lengo letu. Lakini kama itakuwa funds hatuna, basi tutafanya vikao 2 kwa mwaka. Kwa hiyo tunaazimia hivyo. Azimio jingine la namba ngapi? Namba 4. Msimamizi wa kituo. Kituo kilikuwa hakina msimamizi. Kwa hiyo azimio hili
kwamba tunaazimia BLRA utakuwa ndo msimamizi wa kituo rasmi, kwamba sisi tutakuwa tunasimamia kituo kama kutakuwa kuna changamoto yoyote, kwa sababu kipo kwetu. Kwa hiyo mnaweza mkaja kwetu, na hii inahusisha na mratibu wa kituo, kwamba kuna afisa wetu Lukman hapa aenda toka mratibu wa hichi kituo. Kwa hiyo msimamizi wa kituo, lakini kutakuwa na mratibu wake ambaye itakuwa ni Lukman. Lukman ni huyu hapa. Lakini azimio jingine kuja na mpango kazi na mwongozo wa hichi kituo. Hicho ni kitu muhimu. Kwa hiyo tunaazimia, manake tukija kikao kijacho, manake haya ndo yatoka nayo, wajumbe watataka kujua hivi vitu tulivyoazimia vimekamilika. Kwa hiyo Lukman, take note, kwa sababu tukishakuwa na mpango kazi na mwongozo, manake hapo tutakuwa tunaenda vizuri. Sasa azimio jingine walisema kutakuwa na mafunzo. Mafunzo, watendaji wetu wanataka mafunzo, skills, wanataka waongezwe ujuzi, mafunzo ya kiujuzi. Kwa hiyo tutawapa mafunzo. Kwa hiyo tunaazimia hilo, kuwapa mafunzo, lakini hii inategemea na upatikanaji wa funds, lakini kwenye mpango kazi wetu nafikiri imo ile wa bajeti tumeweka hiyo. Azimio jingine ni kukitangaza kituo, publicity. Kutangaza kwa maana kutakuwa na TV program, kutakuwa na radio program, lakini kutakuwa na online TV program, kutakuwa kuna banners, kutakuwa kuna flyers, stickers na kadhalika. Kwa hiyo publicity yetu itaenda huko zaidi. Tuna cover mote. Nifahamiana vizuri Tukitoka hapo, azimio jingine tutakuwa na clinic kwa maana ya clinic ya kituo au one stop center clinic. Hii ina maana ya kwamba tutakuwa tunatoka tunaenda site. Kwa mfano tunaenda kaskazini, tunaangalia lile soko, wafanya biashara sokoni. Tutatangaza pale sokoni, kwa sababu wengi wanakuwa hawajarasimisha biashara zao, na sisi sote tutakuwepo. BPRA atakuwepo na nani atakuwepo. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya jointly siku 3, siku 4 tutaangalia na fund yetu ambayo itaturuhusu. Hata ikiwezekana tutakaa wiki pale, tutafunga kambi, tutakuwa tunasajili pale. Unaona? Kituo chote tutakihamishia kule. Kwa hiyo kutakuwa na hiyo clinic tunaita. Kwa hiyo tunaazimia kuwa na hiyo program. Inshallah Mungu akituwezesha. Baada ya kuzungumza hayo, kwa sababu haya ni maazimio, ni mengi kidogo, look take note vizuri, kwa sababu tukija kukaa tena kikao, tutajua lipi limeshatekelezwa, lipi liko kwenye hatua ya utekelezaji, lipi bado. Sababu lazima wajumbe wajue kwamba hili limekamilika, hili liko kwenye hatua, hili bado. Kwa hiyo utaandika muhusika pia, lakini tutaangalia hii muhusika nani. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana, nimefarijika sana leo kuanza huu mkutano. Nas Media TV, kwa pamoja tunaweza.